Mapema saa 10 alfajiri ya jana Jumapili Januari 18, vikosi vya kamanda Delphin Kalembe Ngoma Nzito wa Forces Armées Biloze Bishambuke na wazalendo wengine wameingia mjini Uvira kwa risasi na kushangiliwa na mamia ya raia waliokuja kuwapokea. Hayo yanakuja siku moja baada ya vikosi vya M23 kuondoka rasmi mjini bila risasi kwa shinikizo la Marekani. Ngoma Nzito kuwasili kwake mjini Uvira kumehakikishwa hapa na naibu mratibu wa VDP wazalendo Kivu Kusini Makanakika Simbira John, wanaongozwa na kamanda William Amuri ya Kutumba. Ndiyo tuko kwenye mji wa Uvira, na kama tuko katika mji wa Uvira sisi tunaingia kabisa na amani, hakuna tatizo wala shida yoyote. Kuingia kwao kulilaumika na kukosolewa na wengi kati ya wakahazi kutokana na kile kilichotajwa kwamba kumehibuka uporaji na kusikika kwa risasi nyingi mjini. Makanakika Simbira anahonya hakuna mzalendo wala jeshi yoyote wa Kongo wa FARDC mwenye iko na bie katika mji wa Uvira. Mambo ya piage kwa maana watu wanalamika sana, bene balipie ni M23 ndio ilipie mchana, kila mtu aliona, na hakuna mtu mwenye atanyanyasa mwingine mtu katika mji wa Uvira, kwa maana depuis mbele tulikuwa kwenye mji wa Uvira pale palikuwa Wanyamlenge, hakuna mtu aliwanyanyasa. Kwa hivi tuko tunaongea biko mule mji wa Uvira, au wa M23 ndio walikuwa wanawaambia wakimbie. Kuna wene waliogopa walienda, lakini bamingi biko pale Uvira, bakuwe kimya na pasiwe muzalendo yoyote mwene ataendelea napiga tena risasi katika mji wa Uvira. Tunasema kama vile viongozi ya wazalendo, na tunasema pasiwe muzalendo yoyote atanyanyasa mtu pale Uvira wa kusema huyu ni Mnyarwanda wala ule mwenye kujiita Mnyamlenge. Hapana, basi nyanyase mtu, basiguse mtu yoyote, bafanye tu kazi yabo pamoja na la polisi yene naingia pale Uvira. Asante. Naluvumbu Kibambala ni mratibu kisiasa wa wazalendo hao Kivu Kusini. Kuhusu visa vilivyoripotiwa mjini Uvira anasema ni lazima tukamate hile position yetu ambayo tulikuwa nayo, tusiende kuanguka mpieje ya enemy, kwa sababu enemy tunajua pieje ambayo ameitega pale ya kwamba sisi tuatake labda community fulani, lakini naambia wanasiasa wote ambao wako Uvira wote wakusanyike na wote waangalie gisi ya kuasire security ya vijana wetu ambao wako Uvira ili kupatikane amani. Wakati huo, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na gavana wa Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purus wamemtuma naibu gavana wa mkoa wa Kivu ya Kusini Jean-Jacques Elakano mjini Baraka kuleta ujumbe wa usalama na mshikamano. Hakiongea na vyombo vya habari mjini Baraka hiyo jana, Jean-Jacques Elakano alisema kwa leo baada ya kikao ambacho nimefanya kia Conseil Provincial ya Securite na hakikishia raia wa Uvira ya kwamba security yote nakamatiwa. Kwa hii mida ya jioni jeshi la FARDC wa PEM watakuwa wamewasili pamoja na polisi ili wasire security ya mjini. Anatanda tunakataza ile mabale yenye kwa makrepissement de balle, tunakataza wasingie mpiège ya piage na wasiue mtu yeyote bila sababu, wasiue kabisa mtu yeyote. Rais tuko na gavana Jean-Jacques Purusi na sisi wote hapa tulivyo tuko na prone cohesion ya makabila yote ya province yetu ya Sud Kivu na ya nchi yetu ya Kongo. Hakuna mtu anayeweza kulazimisha mwingine kumtoa katika nchi ya Kongo. Hiyo tendo ambalo waliokifanya ni wale warugaruga walianza kulazimisha ndugu zetu wa Nyamulenge ya kwamba waondoke waende, lakini tunashukuru kuna wale wengi ambao walikataa, na tunaomba wazalendo ambao wanaingia wasingie moyo piège, walinde watu wote mali na vitu vyao, wasiangalie kabila, wasiangalie sura. Asubuhi ya Jumatatu hii Januari 19, jeshi la taifa FARDC liliwasili rasmi mjini Uvira kwa kusawazisha vitendo vihovu vinavyoripotiwa na kulinda raia na mali zao. Ajidangongo Abedi Mirage Papa Solution ni mwanahabari wa sekta ya operesheni za kivita Sokola ya pili kusini mwa Kivu ya Kusini. Hanahakikisha hapa kuwasili kwao jijini humo. Nilibaambia baada ya siku ngapi hapa tayari tutakuwa ndani ya mji wa Uvira. Nadhani unaona ndoto ambayo nilisema imetimia. Kuonesha kama tulikuwa siri na misio yetu ya FARDC.
Kuingia kwenu hapa ni kweli ni nguvu za FRDC au tu M23 wametoka baada ya Marekani kuwalazimisha waondoke? Nashukuru sana ndugu mtazamaji. Kufika yetu tunakuwa juu ya mtuto. Bila mtuto adui angitoka hapa. Jungi kwake no alitoka kibinafsi. Angeacha ile mulime yenye alibandone na kutoka mbio na toroka. Toka pale kwa sababu moto ilikuwa nguvu ambao tulipigana pale. Sasa aliona moto iko nguvu ali na akachomoka direct, anaona hapa sitaisimama hapa. FRDC na kuya vibaya. FRDC imekemea vikali visa vya uporaji na uzoroteshwaji wa usalama mjini Uvira. Devoir yetu sisi ni kuproteger raia na mali yake, na njoo maana tuko hapa juu kuproteger raia na mali yake. Ile maerera ambayo inafanyika sisi tunaikundane, kama vile Mbuyirige niko kwenye shamba la vita kule kote ya Minembwe, na mimi hapa niko mwakilishi yake kungambo ya Baraka. Njoo maana niliona nifike paka muhii eneo ya hapa kote ya Kalundu, tukuje tufanye emission juu bajue kama tayari tuko deja ndani ya mji wa Uvira, kwa sababu alisema banaona tu wazalendo lakini baone jeshi la taifa. Tuko deja ndani ya mji wa Uvira, tuko Kalundu. Ile violence ambao wandugu zetu biko nafanya bakuwa wanapigia marufuku. Hatukukuya Uvira juu ya kulipisha bisasi. Hapana, bitu ambao biko nafanya mapiaje, kuko pia na wainosa biko ndani. Na uliona wewe peke Thomson Unji, tulifika pale ku agence ya Volcano, nadhani kuko Banyamulenge walikuwa na mafamilia yao walikuwa na fichama pale. Uliona jeshi la taifa ili wakamate na baprotege, na mke wao na watoto wao zote biko kwa mikono la jeshi. Jua kuonesha kama sisi hatuna conflict na community yoyote. Na tunaendelea na safari yetu, kwa sababu safari sio ya kuishia tu hapa Uvira, safari ni ya kuishia hadi paka Bukavu. Kweli mtafika? Ndio tutafika, kwa nini tusifiki? Eske nani aliitika kama tutarudia Uvira? Nilikuwa niko nakwambia hapa kama bwana Thomson Unji tayari wanajeshi wamezingira mji wa Uvira. Tulikuwa na wewe tuko nafanya kipindi pale mji wa Baraka. Na sasa hivi tuko na wewe hapa Kalundu. Unaona deja wanajeshi yetu biko partout. Ma force ziko, unaona ba komanda biko. Na unaona deja discipline iko eneo yote, kuko jeshi la taifa. Sasa kwa nini tusiingie Bukavu? Tunajaminia tutaingia Bukavu. Ile mimi na kuahidi tutaingia Bukavu. Raia wa mji wa Uvira walio wengi mpaka sasa wanaendelea kusherekea kwa kupokea vikosi vya FRDC na wazalendo na kuondoka kwa AFC M23 mjini humo. Lakini raia wa miji jirani nao wana mtazamo gani kwa kutoka kwa AFC mjini Uvira? Hawa hapa ni wananchi wa mji wa Baraka, Kivu Kusini, tuliokutana nao. Vrema nashukuru serikali endelee kuongeza nguvu zaidi na kuhamasisha wazalendo wote wawe pamoja, ungane mkono ili waendelee kumsaka adui mpaka wamrudishe kwao. Hata wamfuatilia ataka kilomita 150 inaweza ikawa vizuri zaidi, ili na sisi tujisikie uhuru, kwa sababu tumesumbuka siku nyingi sana na miaka mingi. Shukrani sana kwa serikali kukamata tena mji wa Uvira. Furaha mingi sana kuna serikali imekomboa mji wa Uvira. Kwanza tupongeze kwanza president wa nchi kwa kazi aliyoifanya. Pia tunawapongeza wa generali wote wa zalendo, wa generali wa serikali, tunawapongeza sana kwa kazi ya security ambao walikwenda kuifanya. Walifanya kazi kubwa sana. Maana mji wa Uvira sasa ni kama takriban ya mwezi na wiki mbili ukiwa umetekwa. Kwa leo kabisa Uvira tena imekuwa katika vitanga vya mikono ya serikali. Hapo tunaipongeza sana serikali, wazalendo na viwanda vyote vile tu vya security. Nimeshangilia kwa sababu Uvira ni mji wetu na ndugu zangu wako kule ambao walikuwa wanateseka sana, lakini kwa sasa wakati serikali ilipoingia Uvira pamoja na wazalendo, watu wamefurahi, na mimi ile furaha ya watu ikanitia furaha pia, kwa sababu tumetoka katika utumwa bali tumeingia katika ukombozi. Wanabiashara hawa haswa wachuuzi wadogo wadogo wanasemaje kwa muda wa mwezi mzima wa AFC M23 kuwa mjini Uvira? Baba, tulikuwa tunasumbuka sana kupata ngambo ya biashara, tulikuwa tunasumbuka sana. Yaani biashara sasa vile mafuta ya uki tulikuwa tunasumbuka sana juu ya M25 ya tunataka kukamata Uvira. Yaani korobo ya mafuta tulikuwa tunauzisha 500, lakini hivi korobo ya mafuta ilikuwa ishakuwa 700. Bido tulikuwa tunainunua 80,000 francs, lakini hivi tulikuwa tunaanza kununua bido 1,400,000. Yaani tulikuwa na usumbufu sana kwa kupata biashara kutoka Uvira. Kwanza sisi waendesha pikipiki pia wote kwa ujumla watu wa mwende transport tulikuwa na sirika sana kwa kuona baadhi ya province parti mingi sana kabambi ndio ishakamatiwa. Hiyo vraiment ilikuwa kama vile ni kero, na tulikuwa najichukulia kama vile vinatusumbua sana. Maana jimbo la Kivu ya Kusini lilikuwa shabaki tu na Vila Baraka na kuendelea kadogo tu.
Niko mwendesha pikipiki Baraka Uvira Misisi. Watu wameteseka sana mpaka bei ya vyakula kupanda, yani uchumi umedorora kweli kweli, kuanzia kwa Uvira, kuanzia Baraka hata sehemu nyingine zote, kwa sababu unajua Uvira ni mji ambao unakaribisha watu kutoka Burundi, watu kutoka Tanzania. Sasa wale watu wote hawakuwa na namna kuingia kule, na ndio maana uchumi umedorora kiasi kikuu sehemu zote za Uvira na kando mwake. Kwengineko ni kwamba mtandao wa mabalozi wa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walahumu vitendo vya ubaguzi na chuki za kikabila dhidi ya jamii la Wanyamulenge mjini Uvira. Mungwema Muumuza Jacques ni mratibu wa muungano wa mabalozi hao, anasema sisi tumetishwa na hiyo tangazo na tumeona kama raia kabisa watapata shida kwa sababu ya hiyo hali mbaya ya hao wa majambazi wanaojiita wazalendo ambao wanatesa raia. Na hiyo ndio hali amka leo nawaza AFC/M23 inaondoka, na hiyo kuondoka kwao jiji la Uvira limekumbwa tena na hiyo hali ya giza. Unaona watu wana vitu vinavya wanapora kubomoa manyumba za Wanyamulenge ambao walikuwa wakiishi Uvira, makanisa zinabomolewa, wanapora kila kitu, na hata wengine raia wote kwa jumla wana usalama mdogo. Sawa vile umeona Texas tumeandika ama tumefanya alert kusema kama kuondoka kwa AFC bila ingine kikosi ya kimataifa kama vile wamekusudia kuomba halijafika, raia wa Uvira watapata na ngumu. Na hiyo ndio hali ambayo kwa sasa kwa jiji la Uvira. Nyinyi mngependekeza kitu gani kwa serikali na kwa Umoja wa Mataifa? Upande wa milima mirefu ya Uvira, Fizi na Mwenga, vikosi vya jeshi la taifa FARDC na wazalendo vimefunga njia nyingi ambazo M23 walitafuta kupenyeza kwenda Minembwe. Uko point zero, vyanzo vyetu vyaeleza kuwa kijiji kinagawanyika mara mbili. Mwanzo wa mji wa point zero upande wa kaskazini wanapatikana wahasi wa M23 na mwanzo mwingine wa kusini ni FARDC na wazalendo. Katikati ya mji ni bure, hakuna nguvu zozote kati ya wanaopigana. Vyanzo vya FARDC ndivyo vinadhibitisha kwamba ni wao FARDC na wazalendo ndio wanaodhibiti milima yote ya point zero na viunga vyake. Tukumbushe kuwa M23 imefanya zaidi ya miezi 10 katika miji ya Bukavu na Kamanyola, Kivu Kusini, karibuni mwaka sasa. Ila Uvira walifanya mwezi mmoja na siku 7 baada ya kupigwa vita vya kidiplomasia na risasi. Nikiripotia kutoka Uvira, mimi ni Thompson Unji Batangalwa William.